Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa kazi ngumu unayefanya. Nafahamu uwepo wako katika taifa hili la Tanzania. Mimi kwa jina naitwa Zainabu Rajabu. Mheshimiwa Waziri, sisi tuliporwa makazi ya wazazi wetu ambaye yalikuwa yanamilikiwa kisheria. Mama alipofariki mwaka 2022, nilipoenda ofisi ya ardhi, wakaniambia uwezi kufuatilia nyaraka za marehemu mpaka uwe na barua ya mirathi. Nilipoenda wakanielekeza tukakae kikao tufungue mirathi. Nilipoenda mahakamani tukafungua mirathi, mirathi ilichukua muda wa mwaka mmoja. Ikabidi nirudi ofisini. Nikaanza kufuatilia viwanja na maeneo yote ya marehemu. Mimi nikiwa msimamizi nimeteuliwa. Faili zilikosekana pale ofisini za maeneo hayo ambayo nilikuwa nikitaja. Nimehangaika ndani ya mwaka mmoja, mafaili yakawa hayapo ofisini. Baadaye nilipoona mwaka wa pili, nikaenda kwa mkurugenzi. Nikamwambia mkurugenzi, mimi ni msimamizi wa mirathi, nimeshindwa kugawanisha mali maana ofisi ya ardhi yote imeshauza maeneo, utanisaidiaje? Akasema ngoja niwaite watu wa ardhi. Ameuza? Nani ameuza? Watu wa ardhi. Wanauzaje maeneo yasiyo yao? Sijui, hapo nilishindwa kujua. Ni nani aliyeuza, unamkumbuka? Maafisa ardhi. Hebu afisa ardhi wa wapi? Iramba. Maeneo haya yapo Kiomboi Bomani. Hebu afisa ardhi asogee hapa. Afisa ardhi, mmeuzaje maeneo yasiyo yenu? Hebu tuambie, mmeuzaje maeneo yasiyo yenu? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa jina naitwa Adamu Mwanjela, ni kaimu mkuu wa idara ya ardhi wilaya ya Iramba. Hivi viwanja ninavyotamka mamangu hapa ni viwanja ambavyo vinamilikiwa na watu muda mrefu sana. Hao watu walimilikishwa zamani, wala sio kipindi hiki. Sababu hata sisi nani aliwamilikisha? Watumishi wa ardhi wa kipindi hicho wale ukuwepo mkuu. Tumekuita kwa sababu ardhi, ofisi ni ofisi. Ninyi ndo ninachosema, mnauzaje ardhi na milikisha watu wengine ardhi sio yenu? Hapa hatuja kusema. Wewe jina lako nani? Naitwa Adamu Mwanjela. Maana yake hatujasema Adamu, sisi tunasema maafisa wa ardhi. Nyinyi mnauzaje ardhi sio yenu? Mmesema tu wamemilikishwa. Ndio wamemilikishwa, ardhi sio yao. Kwa nini mwauzia watu ardhi sio yenu? Mkuu, naomba nilichukue. Unalichukua unalipeleka wapi? Mpeni mama ardhi yake huyo hapo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, lisimamie hili. Mkurugenzi wa halmashauri, hebu asimamie hawa, huyu mama apewe ardhi yake.